Yes, tukiwa moja kwa moja kutokea MUHAS campus ya Mloganzila, tumeweza kukutana na Profesa Karim Manji mmoja wa watu wakubwa sana katika chuo kikuu cha Afya na Sayansi Kichi Muhimbili. Tungependa kujua Profesa, kwanza kabisa tutaanza kwa kujitambulisha kwa watu ambao hawakufahamu. Kwa mtu ambaye hamfahamu Profesa Karim Manji, Karim Manji ni nani? Naitwa Profesa Karim Manji, ni daktari bingwa wa watoto, hususan watoto wachanga chini ya mwezi mmoja. Niko MUHAS, chuo kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili, tangia mwaka 1988. Kwa hiyo ni mwaka wangu wa 37 huu. Mimi ni profesa emeritus, yani profesa niliyestaafu lakini bado naendelea kufundisha. Asante, tumeweza kuona. Sasa wewe umesema ni profesa mstaafu, lakini bado tunakuona upo unafanya engagement katika matukio ya chuo. Una maoni gani kuhusu mambo ambayo yanaendelea au yanafanyika kutoka na chuo kikuu cha Afya na Sayansi Kichi Muhimbili, kama makongamano kama haya ambayo linafanyika siku ya leo na mambo mengine ambayo yanafanyika ambayo tumekuwa tukikuona pia ukiwa kama mshiriki? Nashukuru sana. Kwanza, profesa hatakiwi kustaafu, ndo busara inaendelea kuzidi. Kwa hiyo maprofesa wasistaafu. Hapa tuko kwenye kongamano la kisayansi ya 13 ya MUHAS, na kwenye kongamano hii kuna mada na kuna presentations ya namna nyingi sana. Kuna presentation ya afya ya kina mama na watoto, kuna presentation ya afya ya watu wazima na afya ya jamii, mazingira, gharama, mafunzo na mengineo ambayo hapa ni pa kujifunza. Mara nyingi tuna hisia kwamba ukienda kwenye kongamano manake msosi tu, lakini sio kweli. Kongamano ni nafasi kwanza ya kufanya tunaita nini, network. Ya pili ni nafasi ya kujifundisha au kuangalia wenzako waliofanya utafiti huo na wanaokuja kutoa mada hiyo ya katika utafiti wao wamefanya kitu gani na vitu gani ambavyo vimepelea, ambapo wewe unaweza ukadaka ukaenda kuifanyia kazi. Kwa hiyo kongamano ni muhimu sana kuangalia vitu vinavyofanyika nchini na nje ya nchi, na pia kujiongeza katika elimu ulionayo. Kwa hiyo unaweza ukachagua sehemu ile ambayo inakugusa wewe. Kwa mfano mimi nakwenda kwenye sehemu zile za mama na mtoto au kwenye lishe na kadhalika. Sasa tumeweza kuona kuna washiriki wa namna mbalimbali katika hili kongamano. Kuna watu ambao wamekuja kama washiriki tu kutizama vitu ambavyo vinaendelea, wengine ni presenters, wengine walikuwa ni keynote speakers. Sasa tungependa kujua wewe umeattend au umeshiriki kongamano hili kama nani? Kwa tepe tofauti. Moja ni kwamba mshiriki kwa sababu unataka kuangalia kwa ujumla tafiti tofauti ambazo zimekuwa presented hapa. Ya pili pia ku network, na mimi pia nahitaji kuendelea ku network. Ya tatu, mimi mwenyewe binafsi sija present kitu, lakini ninavyotakiwa na inavyopaswa kama profesa, inatakiwa wale watoto wangu, yani tunaita kwa kitaalamu mentees wangu, wale ambao ninawafunda ili na wao wakue, wako 6 ambao wamepresent posters na mmoja amepresenti kwenye presentation ya oro. Sasa umesema kwamba umeweza kuwa na vijana ambao umewafunda wamefanya presentation 6. Sasa tungependa kujua kati ya hizo 6 ni ipi ambayo ni most interesting kuliko zote ambazo wewe umezisimamia kama mentor? Hiyo ni swali gumu sana, lakini itabidi nifanye kwa upendeleo mmoja hapo tu. Hizo zote 6 zina umuhimu wake, lakini nimetaka kama unanilazimisha nichague moja tu, basi nitachagua ile inayohusu lishe. Okay, utachagua ile ambayo inahusu lishe. Unaweza kuongelea kwa ufupi vitu ambavyo vimekuwa presented katika hiyo poster ili watu ambao wameshindwa kuattend conference hii waweze kupata au kuwa na mambo ya kujifunza? Nitajaribu kwa kadiri ya uwezo wangu kuzungumza kwa ufupi, kwa sababu unajua profesa akipewa bomba, ndio maana umeniambia kwa ufupi. Sawa.
Kwa ufupi ni hivi, watoto wenye utapia mlo wa wastani ambayo tunaita moderate wasting or moderate acute malnutrition, katika mfumo wa taifa na mifumo nyingi za taifa zingine, hata kwenye shirika la afya duniani, hakuna mwongozo uliokuwa madhubuti au uliokuwa marudufu ya kuweza kuhudumia watoto wenye utapia mlo wastani, yani moderate acute malnutrition. Kwa hiyo utafiti wangu unafanya utafiti huo kuangalia kama ni kitu gani tunaweza tukafanya ili kuboresha kutibu hawa watoto wenye utapia mlo wastani, kwa sababu ukiacha watoto wanaweza wakateleza wakaserereka kwenda kwenye utapia mlo mkali na kusababisha vifo vingi zaidi. Kwa hiyo utafiti wangu unaangalia aina 3 ya vyakula ambavyo vinapatikana ya kawaida, kwa mfano ndizi, dagaa, karanga. Alafu kuna chakula kingine ambayo imetengenezwa na World Food Program, shirika la duniani la mambo ya lishe, World Food Program, ambayo ni tayari imeshatengenezwa. Na lishe ya 3 ni ile ambayo tunatengeneza wenyewe kutoka kwenye soya, dengu nyeupe, karanga na ndizi mbichi iliyokaushwa na kusagwa kutengeneza unga wake. Kwa hiyo hapo ni kitu tofauti ambayo tunatengeneza katika maabara yetu. Kwa hiyo ni vyakula aina 3 kuangalia kipi kitasaidia watoto hawa wenye utapia mlo wastani kurudi katika hali ya kawaida. Asante sana, tumeweza kuwa na vitu vingi vya kujifunza, lakini Profesa, nikurudishe nyuma kidogo. Wakati kujitambulisha mwanzoni ulizungumzia swala moja la msingi, umeshastaafu, lakini bado unaona kuna umuhimu mkubwa sana wa networking. Una neno gani kwa vijana wadogo ambao tunaweza kusema kwamba ni mentees wako sasa kuhusu umuhimu wa networking, especially medical students? Moja hapo ya sababu nimewaleta mentees wangu wote 6 waje kupresent ni kwamba waangalie kinachofanyika nchini na duniani. Kwa hiyo katika networking ni kujifunza kwa wenzako. Ya pili, usione aibu kwenda kwa yule ambaye unamwona amebobea kitu katika masuala fulani, ukaenda ukamuuliza, samani, naomba nikuulize swali fulani, au naomba kadi yako ili mimi nije kuja kukuuliza au kukuona, au uniruhusu kukutumia email au WhatsApp au chochote kile, ili niweze kukuuliza swali nijifunze, au nipate wanaita nini, nipate mpako kidogo kutoka kwako. Ili hiyo ndio umuhimu, vijana wasisite kuwauliza wakubwa, na wakubwa wasijifanye ndo wanajua kila kitu, nao wenyewe kwa wenyewe watengeneze ushirikiano na wenzao ili kuona sehemu gani wanaweza kuboresha katika utafiti ambayo inatija. Asante sana. Basi tukushukuru sana Profesa, tumeweza kujifunza vitu vingi sana. Tungetamani tuweze kupata neno la mwisho sasa kwa watazamaji wetu kuhusiana na masuala ya conference, lakini masuala katika maisha tu ya kawaida. Ungependa kuwa na neno gani la mwisho kuweza kuwapatia wasikilizaji wetu? Chochote unachokifanya, kama unaingia kwenye kongamano au unasoma shuleni au unahudumia mgonjwa, chochote unachokifanya, angalia mwisho wake, faida yake kwa upana zaidi, badala ya kuangalia faida kwa karibu kwamba ni hela tu au ni faida tu au ni chakula. Uangalie faida yake yenye kipaumbele, kuangalia jinsi itakavyosaidia jamii. Asante sana.